Karibu tena mtazamaji wa Afro2 TV na katika kipindi chako pendwa kabisa cha Sport Point ambacho kinakujia kila siku ya Alhamis muda na wakati kama huu. Mtangazaji wako ni mimi Margaret Mtanda na wakilisha kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Katika kipindi cha Sport Point tunatambua kwamba huwa tunazungumzia maendeleo ya michezo Tanzania pamoja na Afrika kwa ujumla. Leo tumekutana na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa Tanzania nzima kwa ujumla, Madam Somoe Ngitu. Tutaenda kusikiliza mambo mbalimbali kutoka kwake ambayo yanaelezea masuala ya soka la wanawake hapa nchini Tanzania. Karibu tuungane kuanzia mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho. Karibu Madam Somoe. Asante sana. Hii ni Afro2 TV na leo tumekufikia ukiwa kama mwenyekiti wa chama cha soka la wanawake hapa nchini Tanzania. Afrika inatamani kujua ama kutambua vitu vingi kutoka kwako. Natumaini utaenda kuwaelezea Somoe Ngitu ni nani mpaka alipofikia hatua hii ya kuwa mwenyekiti wa chama cha soka hapa nchini Tanzania. Karibu. Asante sana. Naitwa Somoe Ngitu kama ambavyo umenitambulisha. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wa wanawake Tanzania, TWFA, Tanzania Women Football Association. Lakini safari yangu ya kuwa kiongozi imetokeana na mimi kwa taaluma ni mwandishi wa habari na nimejikita zaidi kwenye habari za michezo. Kupitia kazi yangu niliweza kufanya kazi karibu sana na shirikisho la soka la mpira Tanzania TFF, na hapo ndipo safari hii ilipoanza. Na kwa nafasi yangu wakati nikiandika habari za soka la wanawake, ukafika wakati nikasema na mimi sasa nisitoe tu mchango kwenye habari, niwe kiongozi. Mwaka 2015 niligombea nafasi ya katibu msaidizi katika uchaguzi mdogo nikashinda. Na 2017 ukafanyika uchaguzi mkuu wa TWFA, niliwania nafasi ya ukatibu mkuu nikashinda pia. Hiyo ikawa awamu yangu ya kwanza kwa maana nafasi ya katibu mkuu, na 2021 nikawania tena nafasi hii ya katibu mkuu nikashinda pia. Na ilipofika mwaka jana kukawa na uchaguzi mwingine mkuu, nikaona kwa uzoefu wa miaka 9 sasa naweza kuwa mwenyekiti. Nashukuru nia yangu nilionyesha na wajumbe walinipa ridhaa, nikapata ushindi kwa kura nyingi sana. Nilipata ushindi wa kura 37 dhidi ya 14 ambazo lilimngoa aliyekuwa mwenyekiti. Kwa nafasi yangu na uweledi wangu na uzoefu, niliona naweza sasa kuutumikia kamili mpira wa miguu wa wanawake Tanzania. Mpira wa miguu wa wanawake Tanzania umekuwa na historia ndefu sana. Tumeanzia mbali. Tumeanza kucheza ligi Dar es Salaam katika wilaya Kinondoni ikionekana kama ndio Tanzania. Lakini mpira ule ulikuwa ukahamia Temeke, ukahamia Ilala, na baadaye baadhi ya mikoa kama 7 hivi, Morogoro, Mwanza, Tanga, Iringa, nayo pia ikawa na timu zake za wanawake. Ninavyoongea sasa hivi tuna timu 10 zinazoshiriki ligi kuu ya wanawake. Tuna timu 16 zinashiriki ligi daraja la kwanza. Tunatarajia kuwa na timu 28. Kwa maana mkoa Tanzania bara ina mikoa 26, lakini Dar es Salaam inawakilishwa na timu 3, imekuwa ni kanda maalum. Kwa hiyo ligi ya mabingwa wa mikoa ya wanawake tutatarajia tuwe na timu 18. Kwa hiyo hii ndio safari yetu. Lakini vile vile tuna timu zote za taifa za wanawake kuanzia chini ya miaka 12, miaka 15, miaka 17, miaka 20 na senior timu ambayo ni Twiga Stars. Tumekuwa tukishiriki katika mashindano yote ya wanawake ndani na nje ya nchi. Sisi ndio timu nchi ambayo katika ukanda wa Sekafa kila shindano la mpira wa wanawake tunatia mguu. Tunatia mguu kutokana na nini? Kutokana na kuwa na maandalizi mazuri. Tumekuwa na msingi imara ya wachezaji vijana kuanzia under 12, under 15. Hii inatupa nafasi ya sisi kuwa na kikosi cha kushiriki mashindano yoyote kwa wakati wowote. Kwa hiyo hii ndio inayotupa sifa sisi Tanzania kufanya vizuri katika kila mashindano ambayo tunatia mguu. Tanzania inapiga hatua kubwa katika soka ya maendeleo ya soka la wanawake, naweza kusema Afrika kwa ujumla. Ni kitu gani kinaleta hamasa ama kinatia nguvu ili soka la wanawake Tanzania kuzidi kukua? Kikubwa zaidi kinacholeta hamasa ni wachezaji wenyewe
kuupenda mpira wa miguu na kuamini kwamba mpira ni ajira na afya. Wamekuwa wakipata kipato kupitia mpira huu. Kwa hiyo hata kuna wale ambao mwanzoni waliamini kucheza mpira ni kama umekosa shughuli nyingine ndio unakuja kwenye mpira wa miguu wa wanawake. Sasa hivi hilo imekuwa ni wazo tofauti. Limekuwa ni ajira rasmi kwa sababu tunatoa wachezaji wa kimataifa wanacheza nje, wanasajiliwa kwa hela nyingi, wanalipwa mshahara mkubwa ambao unamsaidia kujiendeleza kimaisha yeye na familia yake. Kwa hiyo lile neno mpira ajira, mpira ni afya limekamilika kwa upande wetu. Tulikotoka ni mbali sana na sasa tuliko ni sehemu yenye mafanikio. Wachache ambao wameshafanikiwa wamewafanya wenzao wajikite, wajitume na wao waseme mimi leo hii nataka kuwa kama Aisha Masaka, ninacheza Uingereza. Nataka kuwa kama Clara, nacheza Saudia. Nataka kuwa kama Julie, nacheza Mexico. Kwa hiyo hile inawafanya wachezaji wote wanajituma. Changamoto zilizoko wanaweka pembeni na wao wanachokiweka mbele ni kazi. Kwenye mazoezi, kwenye mashindano, kila mechi kwa wanakuambia ni sawa na fainali. Wakiwa kwenye ngazi ya klabu ama ngazi ya taifa. Okay, tukirudi kwenye upande wa uongozi sasa, kiongozi umeshikilia nafasi kubwa kama mama, kama mshauri. Changamoto zipi ambazo unaziona ndani ya soka la wanawake? Changamoto kubwa ni ya uwekezaji. Tumekosa wadhamini. Bado mpira wa miguu wa wanawake una changamoto kubwa ya kukosa wadhamini wawekezaji. Wawekezaji ndio watatufanya sisi tutimize malengo yetu kwa 100%. Wenda hichi viwango ambavyo vinaonekana sasa vya wachezaji wa mpira wa miguu wa wanawake vingekuwa bora zaidi kama kila timu ingekuwa na mwekezaji kwa maana ya mdhamini. Baadhi bado wamekuwa wakifanya mazoezi kwa shida, hawafanyi vile ambavyo benchi la ufundi lingependa. Hawapati vifaa kamili au katika ule ubora ambao unatakiwa. Bado miundombinu imekuwa ni shida. Viwanja vyetu vingi vimekuwa sio rafiki. Unaona kabisa watu wanacheza mpira lakini kwenye viwanja ambavyo haviridhishi. Kwa hiyo uwekezaji ukija kwa maana miundombinu itatusaidia sisi soka la wanawake lakini soka kwa ujumla. Na wadhamini vile vile utasaidia timu zitaweza kusafiri vizuri kwa sababu ligi yetu tunacheza nyumbani na ugenini. Maana yake ni nini? Maana yake mtu anatakiwa asafiri atoke kituo kimoja kwenda kingine. Atakapokuwa na mdhamini ataweza kusafiri bila shida na atasafiri kwa wakati. Kwa hiyo tunahitaji wadhamini wajitokeze, taasisi mbalimbali na makampuni, mabenki. Karibuni kwenye mpira wa miguu wa wanawake Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina mchango upi kuinua soka la wanawake nchini? Ina mchango mkubwa sana. Serikali ya Tanzania kila unachokiona kwa upande wa timu za taifa inapokuwa ina maandalizi kwa ajili ya kushiriki mashindano mbalimbali, basi ujue serikali imetia mguu wake. Tena sio kwamba imetia mguu kidogo, inatia mguu kweli kweli. Serikali kupitia wizara huwa inahitaji kalenda zetu za mashindano. Kwa hiyo kupitia wizara kwa maana BMT wanatufanyia kazi yale ambayo tumepeleka mapendekezo na kwa kiasi chake wanasema sisi tutasaidia hili na hili na hili. Kwa hiyo ndio maana unaona pia TFF na TWFA zinajivunia timu zetu za wanawake kushiriki mashindano yote kwa sababu zinapata msaada mkubwa kutoka kwenye serikali yetu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa wakati huu kuna mashindano gani ambayo yako mbele ya timu za taifa za wanawake nchini? Kwa sasa tuna mashindano makubwa ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake AFCON. Timu yetu ya Twiga Stars ilifuzu na imepangwa kundi C. Itaenda kwenye mashindano hayo yanaanza Julai 6 huko Morocco. Kwa hiyo ninavyozungumza hapa ndani ya siku chache timu hii itaingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na finalizi za AFCON, na kama ambavyo tumekuwa tukifanya vizuri tunaamini tutaenda pia kwenye michuano hii kama washindani sio wasindikizaji. Kuna matumaini ya kuletwa kombe la dunia nchini kwenye timu ambazo zinaenda kushiriki kombe la dunia? Niseme hayo ndio malengo yetu kwa sababu kama ni kufuzu tumeshafuzu mashindano yote. Sasa hivi kiu yetu na ndoto yetu kubwa ni kurejea nyumbani na kikombe. Naamini safari hii nasema umbali wa kufikia kikombe ni mdogo kuliko safari tuliotoka. Kwa hiyo Watanzania watarajie mazuri, ama kombe lolote la Afrika ama la dunia kwanza litaletwa na wanawake
wa mpira wa miguu wa wanawake Tanzania. Kuna tofauti gani ya misimu iliyopita na msimu huu? Tofauti ni kubwa sana. Timu zimekuwa na ushindani. Msimu uliopita ilikuwa unajua kabisa hii mechi fulani anaenda kupata ushindi. Sasa hivi hali imekuwa ni tofauti. Na sio tu ushindi, ilikuwa tunasema kapu la mabao. Sasa hivi mtu anapata bao moja, mawili, mbili, moja. Kwa hiyo ni mechi chache tu ukiangalia Mlandizi Queens ndio timu ambayo imepokea vipigo vingi sana. Lakini timu zingine hata kama mtu anafungwa bao moja. Kwa hiyo hii inatuambia nini? Inatuambia tumeimarika, wachezaji wetu wanajifunza na wanarekebisha makosa yao. Kwa hiyo sisi kwa viongozi tunasema haya ni maendeleo makubwa sana. Tunaamini ndani ya muda mfupi pia hata wale waliokuwa wakifungwa nao watapindua meza. Hii kwetu ni faraja. Hakuna kwenye ligi ya wanawake hakuna vigogo. Kuna anayefanya vizuri ndiye ambaye anaibuka mshindi. Umetembea, umekutana na timu mbalimbali Afrika, labda unaona tofauti ipi ya timu za Tanzania na timu za mataifa mengine, Tanzania, Kenya, Uganda, hata huko Central Africa? Tofauti ni ndogo sana, mazingira yote tunaishi yanafanana. Na kuna mengine unaweza ukasema sisi tunawazidi. Kuna baadhi ya vitu ukikutana nje mtu anauliza, "Nyie mnatoka Tanzania?" Si hatukujua kama mnatoka huko. Namna ambavyo mlivyo mnaonekana mna msingi bora. Hao wachezaji wanaonekana ni wachezaji kama ambao wametunzwa kuanzia miaka 6, 7, lakini ukiangalia wengi tumekutana nao na umri wa chini ya miaka 15. Hiyo ni nini? Ni mipango mizuri ambayo shirikisho imeandaa ya kuwalea wachezaji hao na kuwapa misingi kuanzia pale ambapo tumebaini vipaji vyao. Tuseme asante kwa serikali yetu, asante kwa TFF. Sisi TWFA mambo yetu yanakuwa mazuri zaidi kwa sababu tunapata msaada mkubwa sana. Kwa sababu huwezi kuendesha mashindano haya au huwezi kupeleka timu katika kila mashindano kama hauna mdhamini. Lakini TFF imekuwa ikichukua sehemu ya fedha kwenye mafungu mengine inaleta huko kwenye mpira wa wanawake. Ndio kuna pesa zinakuja kutoka FIFA. Kiukweli ile pesa haitoshi. Ukiangalia na miaka ya nyuma timu kama hizi zilikuwa hazishiriki mashindano. Sana ilikuwa Twiga Stars tu ndio inashiriki. Lakini leo hii unaona timu zote za taifa zinashiriki. Maana yake ni nini? Viongozi walioko wamesema tutapambana kwa hichi kidogo tulichonacho. Wanawake watacheza, vijana watacheza na timu za wakubwa watacheza. Utamaduni wa Tanzania unalinda vipi tabia za wachezaji? Na yani kwa ujumla utamaduni wa Tanzania unaulinda vipi tabia za wachezaji? Kwa kifupi tuseme mambo ni mazuri. Safari ambayo tulikuwa nao huko nyuma na sasa ni tofauti. Ukiwatizama wachezaji wanaocheza mpira wa miguu wanawake Tanzania miaka ya nyuma na sasa, ule usela na ubabe umepungua. Hiyo ni maana yake nini? Tumewaambia msisahau utamaduni na msisahau usichana, ama wewe unaicheza mpira sasa hivi, wewe ni mama wa baadaye, wewe ni bibi wa baadaye. Kwa hiyo ukimaliza mpira, ukimaliza mazoezi yako uwanjani, bado wewe unabakia kuwa msichana, bado wewe ni mwanamke. Kwa hiyo usisahau mwongozo ambao mtoto wa kike anatakiwa. Hata wale ambao wasiocheza, hata wavulana pia wana tabia ambazo zingine haziwafai kuwa watoto wa kiume. Wazazi na walezi hatuachi kuwasimamia. Tumekuwa tukizungumza nao na tukiwataka wasisahau, wasibweteke. Kuna maisha baada ya mpira. Maana yake ni nini? Unatakiwa ufanye vitu vinavyokufanya wewe kuwa mchezaji ukiwa uwanjani. Na unapotoka nje ya uwanja, lazima yale maisha mengine ambayo ni sahihi uyafuate. Swala la elimu limekaaje? Kiukweli tunashukuru baadhi ambao bado wanasoma, wanaendelea kusoma. Kwa mara ya kwanza timu ya Twiga Stars tumepata mchezaji ambaye amepata Division 1. Hiyo maana yake ni nini? Inasaidia kwamba huyu anacheza na anasoma. Na pia inawaambia wenzake mpira sio ukicheza mpira hutakiwi kusoma. Mpira unakusaidia pia kupanga programu zako pia za shule. Kama ambavyo unajipangia mazoezi, lazima ujipangie pia na masomo yako. Na wale pia wenye vipaji, tunaona baadhi yao wanafanya biashara, baadhi yao wanafanya kazi zingine. Unaona wana ubunifu wanafanya kwa sababu wanajua maisha yapo ndani na nje ya dakika 90.
Na bado kuna ile tamaduni inasema kwamba mtoto wa kike akicheza mpira, baadhi ya jamii inamtenga na kumuona mtu tofauti kabisa na wengine. Hii umeshawahi kupokea malalamiko? Huko tulishatoka. Zamani tulikuwa tuna matatizo hayo, lakini sasa hivi unapoona mechi inachezwa ujue kuna mama wa wale wachezaji, kuna dada, kuna mashangazi, yani wanajua kabisa kwamba huyu yuko kazini, huyu ni ana kipaji chake. Kwa hiyo ushirikiano umekuwa mkubwa sana tofauti na zamani. Na hii imekuja ni baada ya kila mmoja kuamini kwamba mpira ni kazi kama ulivyo riadha, kama ilivyo aliyeweza kuwa na kipaji cha kuwa daktari, kwa sababu ili uwe daktari lazima uonyeshe ndoto nyumbani kwamba mimi nataka kuwa daktari, mimi nataka kuwa mwanasheria. Kwa hiyo mzazi ama mlezi wako anawekeza ili ufikie ndoto. Na hawa wanaocheza mpira wa miguu wa wanawake, baada ya kuonyesha kipaji chao, nyumbani walipata sapoti. Kwa hiyo ndio maana leo hii tunawashuhudia wakicheza mpira wa miguu wa wanawake. Na kwa upande wa nidhamu zao zikoje? Naweza kusema narudia pale pale. Safari tuliokuwa nayo na sasa hivi na mabadiliko makubwa sana. Wachezaji wamebadilika, nidhamu ipo. Huwezi kusema kwamba wamekuwa watiifu kabisa, kwa sababu baada ya kumaliza mazoezi ama mechi ama kambi, wachezaji wanakuwa na maisha yao binafsi. Kwa hiyo kule kila mtu anaweza kujiachia, lakini wanapokuwa kwenye maandalizi ya mechi ama michuano mbalimbali, wanafuata kanuni na mwongozo ambao wamepewa. Unaambia nini mataifa mengine kuhusiana na maendeleo ya soka la Tanzania? Wale ambao wanataka kuja kujiunga ama wengine wanaotaka kutoka nchini na kwenda katika mataifa mengine, kitu gani unataka kuambia? Nawaambia kwamba safari ya mpira wa miguu kwenye nchi yetu sasa hivi imeimarika na imekuwa kubwa sana. Kama ambavyo mawakala wanatafuta wachezaji kwenye klabu ama mataifa mengine, karibuni na Tanzania. Hawa wachache ambao wamepata nafasi ya kucheza katika nchi za nje, basi ni salamu kwamba Tanzania ina dhahabu. Waje wachukue madini haya, yatawasaidia, lakini pia hii itatusaidia sisi pia kwenye ngazi ya taifa. Wachezaji wakipata uzoefu wa kushiriki ligi mbalimbali, wanaporejea nyumbani, wanarejea na hazina ambayo inasaidia taifa. Baada ya hapo tunatarajia kufanya vizuri kama nchi katika mashindano makubwa, kwa sababu tunakuwa tumepata wachezaji wamejifunza vitu mbalimbali. Kama unafuatilia soka la Ulaya, labda wachezaji gani ambao unasema natamani hao wangekuwepo katika ligi yetu ya Tanzania? Siwezi kusema nani na nani na nani, ila siku zote tunasema kitu bora ndo tunachotaka na sisi tufikie. Kwa hiyo kila mtu, kila mchezaji ana role model wake. Mimi naweza nikasema fulani, mimi ni mtawala. Ndio maana kila siku mimi kwa upande wangu nasema kwamba tufanye kazi zetu kwa weledi ili tufikie yale mafanikio ambayo wenzetu wameyafikia. Na kila mchezaji unaweza ukasema huyu awe kama fulani, position hazifanani. Kwa hiyo kila mchezaji pia ajifunze mazuri au kwa yule aliyemzidi, kwa sababu hiyo itampa challenge ya yeye kujituma kumfikia. Tutegemee nini kwa Samoei Ng'etu baada ya uongozi wake wa wenyekiti katika nyakati zijazo? Tayari matunda yanaonekana. Nikiwa mwenyekiti, ndani ya muda mfupi timu zetu 3 zimequalify mashindano makubwa, lakini kubwa zaidi tumerejea na nafasi ya pili katika mashindano ya futsal, tushiriki kwa mara ya kwanza na tunaenda kombe la dunia. Mwaka 2022 timu under 17 ilienda, na leo hii mwaka 2025 timu yetu ya futsal imeenda tena finali za kombe la dunia. Ni sisi wanawake tunaoshiriki mashindano haya. Maana yake ni nini? Tuko vizuri, tuwekeze huku, tutafurahi zaidi. Imetokea Samoei amekuwa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania. Kitu gani ambacho utabadilisha? Kwanza kabisa tutasimamia weledi. Utakapokuwa na weledi, kila kitu kitakwenda sawa. Iwe kwa mpira wa miguu wa wanawake ama mpira wa miguu wa wanaume, vijana na kila idara. Upande wa makocha, waamuzi, kwa hiyo watu watafanya kazi vizuri. Weledi ndio utaongoza kila jambo. Haya machache, najua unayo mengi zaidi. Nyakati nyingine tutazungumza. Nikushukuru kwa hili na nishukuru uongozi wa Afrotalk TV kwa kunipa nafasi ya kufanya kazi nchini kwangu Tanzania katika matukio mbalimbali. Huu ndo mwisho wa programu hii ya
Sport Point, lakini bado tunaendelea na vipindi vingine mbalimbali. Usisahau kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Naitwa Margaret Mtanda, tukutane tena wakati mwingine. Asante.